Karibuni wapendwa watazamaji katika kipindi cha Biblia Yasema. Biblia Yasema ni kipindi kinachochambua maswali yaliyoletwa kwetu na watazamaji wetu, nasi kwa msaada wa Roho Mtakatifu tunayatafutia majibu kutoka katika Biblia. Leo tena tumepokea maswali kadhaa ambayo tutakwenda kuyachambua. Mimi ni mtumishi wako Mchungaji Steven Leta, na namba zangu ni 0764600362. Ikiwa utakuwa na swali lolote baada ya kipindi kikwisha, basi utaweza kunitumia. Kabla hatujaanza kipindi chetu, hebu tupate kuomba. Baba yetu mwema mbinguni, asante kwa fursa hii ambayo umetupatia kujifunza miguuni pako. Roho yako Mtakatifu na akatuongoze ili tukafahamu vizuri kile ambacho umekusudia kwa ajili yetu, na tukafanye maamuzi yaliyo sahihi yatakayotusaidia kuokolewa. Ndilo ombi letu katika jina la Yesu Kristo. Amina. Basi namkaribisha msoma maswali wetu atusomee swali linalofuata. Ni ipi baadhi ya mifano ya kibiblia ya utunzaji wa Sabato katika Agano Jipya? Na muuliza swali wetu ametaka kujua kama kuna utunzaji, mifano ya kibiblia ya utunzaji wa Sabato iliyoandikwa katika Agano Jipya. Sasa ukweli wa mambo ni huu: kuna matukio mengi ya utunzaji wa Sabato yaliyofanywa na Wakristo wa kanisa la awali ambayo pia yameandikwa katika Agano Jipya. Matendo sura 13 fungu la 14 hadi 17 tunasoma, lakini wao wakatoka Perge, hao Wakristo hao wakatoka Perge wakapita kati ya nchi wakafika Antiokia, mji wa Pisidia, wakaingia katika sinagogi siku ya Sabato wakaketi. Kisha baada ya kusoma Torati na chuo cha manabii, hao ni Wakristo bado walikuwa wanaendelea kusoma Torati na chuo cha manabii, wakuu wa sinagogi wakatuma mtu kwao na kuwaambia, ndugu, kama mkiwa na neno la kuwafaa watu hawa lisemeni. Paulo akasimama akawapungia mkono akasema, enyi waume wa Israeli, nanyi mnao mcha Mungu, sikilizeni. Kumbuka kwamba kwenye sinagogi pale walikuwa wanatengwa, wanawake wanakaa upande wao, wanaume wanakaa upande wao, na hapa possibly alikuwa upande wa wanaume. Mungu wa watu hawa Israeli aliwachagua baba zetu, akawatukuza watu hao walipokuwa wakikaa kama wageni katika nchi ya Misri, na kwa mkono ulioinuliwa akawatoa akawaongoza. Huu ni mfano mmojawapo wa Wakristo wa kanisa la awali waliokuwa wanaendelea kutunza Sabato. Lakini sio huo tu peke yake. Katika kitabu cha Matendo 13 fungu la 27 hadi 29 tunasoma maneno yafuatayo: kwa maana wakao Yerusalemu na wakuu wao, kwa kuwa hawakumjua yeye nani? Yesu Kristo, wala maneno ya manabii yanayosomwa kila Sabato, wameyatimiza kwa kumhukumu, na ijapokuwa hawakuona sababu ya kumfisha, wakamwomba Pilato auawe. Hata walipokwisha kumaliza yote aliyoandikiwa, wakamteremsha katika ule mti, wakamweka kaburini. Kwa hiyo kila Sabato kulikuwa na maneno ya manabii yanasomwa, na hapa Paulo anawakumbusha kwamba jamani, yale maneno yaliyomhusu Yesu ndio yule ambayo baba zetu wamemuua, na kwa hiyo hatuwezi tukaendelea na dini ya Kiyahudi ambayo haimtambui Masihi aliyekuja kwetu akitimiza maneno ya unabii yaliyokuwa yameandikwa kwenye Torati. Kwa hiyo wakaendelea kutunza Sabato hao Wakristo wa kanisa la awali huku wakiendelea kufafanua juu ya yale Yesu aliyoyatimiza kwa ujio wake na kwa maisha yake aliyoishi hapa duniani. Lakini katika kitabu cha Matendo sura 15 fungu la 21 Biblia inasema, kwa maana tangu zamani za kale Musa anao watu wahubirio mambo yake, katika kila mji husomwa kila Sabato katika masinagogi. Na huyu ni Paulo anazungumzia haya akituwasilishia hali ilivyokuwa katika kanisa la awali, kanisa la Kikristo la awali, ya kwamba kila Sabato watu walikuwa wanakusanyika, na kila Sabato panasomwa maneno, kama ambavyo Yesu alikwenda kule Nazareti siku ya Sabato na akafungua Biblia na akasoma kile kitabu cha nabii Isaya. Matendo
13 fungu la 38 hadi 44. Najaribu kutafuta mifano tu michache ya matendo ambayo yalikuwa yanaonyesha kwamba Wakristo wa awali walikuwa wanaendelea kuheshimu na kuitunza Sabato. Matendo 13:38 hadi 44, Biblia inasema, basi najulikane kwenu ndugu zangu ya kuwa kwa huyo mnahubiriwa msamaha wa dhambi, na kwa yeye kila amwaminie huhesabiwa haki katika mambo yale yote asiyoweza kuhesabiwa haki kwa torati ya Musa. Yaani walikuwa wanafafanuliana kwamba jamani, kuendelea kushika torati ya Musa kutatuchelewesha, kwa sababu haya mambo tumeshindwa kuyashika. Lakini yuko mmoja ambaye amekuja akaishi katikati yetu, akaishika torati yote ya Musa, na ukimwamini yeye mambo yanarahisishwa kabisa, unahesabiwa haki kana kwamba umetii ile torati yote. Angalieni basi isiwajie habari ile iliyonenwa katika manabii, tazameni enyi mnaodharau, kastaajabuni mkatoweke, kwa kuwa natenda kazi mimi siku zenu, kazi ambayo msingeisadiki kabisa, ijapo mtu akiwasimulia sana. Na walipokuwa wakitoka, wakawasihi wawaambie maneno haya Sabato ya pili. Sinagogi ilifumukana, yani kwamba watu walijaa sana. Wayahudi na waongofu wataua wengi wakashikamana na Paulo na Barnaba, ambao wakisema nao wakiwatia moyo kudumu katika neema ya Mungu. Hata Sabato ya pili watu wengi, karibu mji wote, wakakusanyika walisikie neno la Mungu. Sasa unatafuta ushahidi gani? Yaani Wakristo wa kanisa la awali kazi yao ilikuwa ni kufafanua, kuisoma torati na kuifafanua kulingana na mafunuo walioyapewa, jinsi ambavyo Kristo alikuja kuishi hiyo torati na kuitii, na hivyo kuwa sababu ya wanadamu wote wanaomwamini kuhesabiwa haki. Na ilikuwa inafanyika hivyo kila Sabato. Wakimaliza Sabato hiyo wanapumzika, wanaendelea na shughuli zao kama kawaida, wanakutana tena Sabato nyingine. Husikia hapa wakikutana siku ya Jumapili, wanakutana tu siku ya Sabato. Hao ni Wakristo wa kanisa la awali. Rafiki yangu uliyeuliza swali. Matendo 17 fungu la 2 hadi la 4, Biblia inasema, na Paulo kama ilivyokuwa desturi yake akaingia mle walimo, akahojiana nao kwa maneno ya maandiko Sabato 3. Huyo ni Paulo sasa, ambaye ni mtume aliyekuja kuongezeka baada ya Yesu kupaa mbinguni, na yeye akajiunga na timu ya mitume wa Yesu. Of course mwanzoni alikataliwa, walikuwa wanamtilia shaka, baadaye akakubaliwa na alifanya kazi kubwa sana. Karibu sehemu kubwa ya Injili, sehemu kubwa ya nyaraka katika Agano Jipya imeandikwa na huyo Paulo. Huyo ndio ambaye tungetarajia atuambie mafunuo mapya aliyopewa na Yesu, ya kwamba jamani, Sabato ilikuwa ni mambo ya Agano la Kale ambayo alishia msalabani, na kwa hiyo Wakristo wanaomwamini Kristo hawapaswi tena kuendelea na mambo haya ya Sabato. Lakini yeye sasa huyu ndio tunamwona amekuwa kinara sana wa kuitetea Sabato. Matendo 17:2 hadi 4 inasema, na Paulo kama ilivyokuwa desturi yake akaingia mle walimu, akahojiana nao kwa maneno ya maandiko Sabato 3, akiyafunua na kuwaeleza ya kwamba ilimpasa Kristo kuteswa na kufufuka katika wafu, na ya kwamba Yesu huyu ninayewapasha ninyi habari zake ndiye Kristo, yani Masia. Unajua Kristo maana yake ni Masia. Wengine miongoni mwao wakaamini, wakashikamana na Paulo na Sila, na Wayunani waliomcha Mungu wengi sana, na wanawake wenye cheo si wachache. Kwa hiyo unaona hapa, kule nyuma tumeambiwa kwamba watu walifumukana wengi sana. Hapa waliomwamini walikuwa wengi sana. Yaani hapa kanisa la Kikristo lilikuwa linapanda chati. Kila siku watu wanaongoka, kila siku watu wanabatizwa. Wanatokea wapi? Wengi walikuwa wanatoka katika dini ya Kiyahudi, walikuwa wanatuza Sabato. Lakini wakija hapa wanakuta Sabato bado inaendelea, kwa sababu Sabato haikubadilika. Kilichobadilika ni kumwamini Kristo, ambao Wayahudi wengi hicho kiliwapatia tatizo. Na hapa Paulo alikuwa anajihatarisha, kwa sababu moja ya hatari katika nyakati hizo za Paulo ni kuwaaminisha Wayahudi kwamba unamwamini Yesu Kristo kwamba ni mwana wa Mungu, au kwamba ni Masiha aliyekuwa ameahidiwa katika manabii. Ilikuwa ni jambo la kuhatarisha sana maisha. Lakini walilifanya hilo Paulo pamoja na wenzake, na hiyo ikafanya watu wengi sana kuamini, kuingia ndani ya Ukristo kwa idadi kubwa kabisa. Bahati mbaya tu ni kwamba hapo baadaye viongozi wasio waadilifu au wasio wawajibikaji walishusha viwango vya Ukristo, wakaruhusu upagani ukaingia, na Ukristo ukapoteza ile ladha yake.
Matendo 16 fungu la 11 hadi 15, Biblia inasema, basi tukang'oa nanga katika Troa tukafika Samothrake kwa tanga moja, na siku ya pili tukafika Neapoli, na kutoka hapo tukafika Filipi, mji wa Makedonia, mji ulio mkuu katika jimbo lile, mahali walipohamia Warumi. Tukawa katika mji huu tukikaa siku kadha wa kadha, hata siku ya Sabato tukatoka nje ya lango tukaenda kando ya mto, ambapo tukadhani ya kuwa pana mahali pa kusali. Tukaketi, tukasema na wanawake waliokutana pale. Mwanamke mmoja jina lake Lydia, mwenye kuuza rangi za zambarau, mwenyeji wa Thiatira, mcha Mungu, akatusikiliza, ambaye moyo wake ulifunguliwa na Bwana ayatunze maneno yaliyonenwa na Paulo. Hata alipokwisha kubatizwa yeye na nyumba yake, akatusii akisema, kama mmeniona kuwa ni mwaminifu kwa Bwana, ingieni nyumbani mwangu mkakae. Akatushurutisha. Hawa ni Wakristo waliokuwa wanaendelea kutunza Sabato hata baada ya Yesu kupaa kwenda mbinguni, na miongoni mwa hao waliokuwa mstari wa mbele alikuwepo Paulo. Huwezi ukamdhania kwamba Paulo alikosea. Katika watu wote ambao wanaweza kudhania kwamba walikosea kutunza Sabato, huwezi kumdhania Paulo, na Paulo alitunza Sabato. Tuangalie swali linalofuata. Je, Sabato inahusiana vipi na pumziko na kufanywa upya kiroho kwa Kristo? Ndiyo, Sabato kwa lugha ya asili maana yake ni pumziko. Ndio maana yake hasa. Mungu alipotoa agizo la Sabato alilenga kuwapa wanadamu pumziko la kimwili, lakini pia kuwapa wanadamu pumziko la kiroho. Ikumbuka kwamba mara tu baada ya mwanadamu kuumbwa, siku ya 6 ya juma alipewa zawadi ya kupumzika. Siku mzima ilifuata, yaani siku ya 7. Hapa Mungu alikuwa anatuma ujumbe kuwa pumziko la kiroho ni lazima litangulie kabla ya kuanza kufanya kazi. Yaani jambo la kwanza mwanadamu alilokutana nalo baada tu ya kuumbwa siku ya 6 ni pumziko, wala haikuwa kufanya kazi. Hii ina fundisho kubwa sana. Mungu alikusudia kuleta ujumbe ya kwamba wewe mwanadamu unachotakiwa kufanya, position yako ni kupumzika. Unajipumzisha miguuni pa Yesu, unajipumzisha ndani ya Yesu, alafu mambo mengine yote yanayokuhusu Mungu ndio anashughulika nayo. Kimsingi sisi tulikuwa sio watu wa kushughulika sana. Kwa mfano, hivi kama sisi ingekuwa tunatakiwa tumeumbwa ili tushughulike sana, si Mungu angetumba siku ya kwanza ili tujitafutie wenyewe miti, tujitafutie wenyewe chakula, tujitafutie wenyewe, tutenganishe wenyewe mbingu na ardhi, unaona? Lakini Mungu alivitengeneza hivyo vyote kwanza, alafu sisi tukaja kupatikana mwisho, na kitu cha kwanza anachotupatia ni zawadi ya kupumzika. Hapa pana fundisho kubwa sana. Wewe mwanadamu huwezi kufanya chochote bila msaada wa Mungu. Mungu ndio kila kitu. Mungu anajua umekuja hapa duniani ili utimize nini na nini na nini na nini utakifanya kabla ya kufa kwako. Anajua kila kitu, na hata haya unaendelea kuyafanya yapo katika mpango kazi wa Mungu, na kwa sehemu kubwa ni Mungu ndiye anayeyafanikisha, iwe ni kusoma kwako, ajira, kila kitu unachokifanya. Kwa hiyo hapa pana fundisho kubwa ya kwamba Mungu alikusudia kwamba sisi tupumzike ndani yake, halafu tumwachie yeye afanye yale ambayo kimsingi sisi hatuwezi kuyafanya. Na yale ambayo hatuwezi kuyafanya ni haya yote ya kujishughulisha na mambo ya maisha haya. Maana Biblia imesema kwamba ni nani anaweza kuongeza hata unywele wake au kimo chake. Watu wanahangaika sana na mambo ya maisha haya, lakini ni Mungu tu ndiye anayewawezesha kupata hayo mafanikio walionayo. Lakini pia kusudi lingine ni kutaka kutuonyesha kwamba katika masuala ya kiroho ndo kabisa, tusije tukadhania kwamba unaweza ukaachieve wokovu kwa kufanyia kazi, yaani kwa kutumia juhudi zako mwenyewe. Maana ziko juhudi duniani hapa leo za watu kutaka kuomba sana, kufunga sana, kufanya yale matendo ya kidini yale sio mabaya, lakini unapoyaweka kama ndio ya kuokoe au ya kusaidia wewe kupata upendeleo kwa Mungu, unakosea sana. Na ndio maana sasa hapa tunaambiwa ya kwamba Mungu alikuwa anatuma ujumbe kuwa pumziko la kiroho ni lazima litangulie kabla ya kuanza kufanya kazi. Mwanadamu anahitaji kupumzika ndani ya Kristo kabla hajatekeleza majukumu yake yanayompasa
yawe ya kiroho na yawe ya kimwili. Katika Mathayo 11 fungu la 28 hadi 30 Biblia inasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu, kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Yesu anapozungumzia nira, ni ile ambayo wanavalishwa ng'ombe wakati wanapolima. Yaani kwake Yesu kazi zipo za kufanya, ziwe za kiroho, ziwe za kimwili. Lakini ni yeye anayekuwezesha hizo. Na wakati anapokuwezesha haziwi ngumu, zinakuwa laini. Kuna watu wanaodhania kwamba kutunza sabato, katika dunia ya leo hii mbona jambo kama ni gumu sana, taweza kweli? Kwani ni wewe unafanya? Ni Yesu anayekuwezesha. Kwa sababu anasema jifunzeni kwangu, njoni kwangu, mimi nitawasaidieni. Hata kutunza sabato, kutunza hata na amri zingine zile. Hakuna amri iliyo nyepesi kwa mwanadamu, kwa sababu asili yetu ni watu wa dhambi. Kila chochote kinachokuja kwa maana ya kukukataza usifanye, mwili unakuambia fanya. Kwa hiyo ukiona mtu amefanikiwa kufanya yale mapenzi ya Mungu, ujue kwamba ni Mungu mwenyewe ameingilia kati, amempatia msaada. Kutokana na utumwa mbaya wa dhambi na hatia ilitoa na dhambi, mwanadamu hujikuta akiwa hana amani moyoni. Zaburi 38 fungu la 2 hadi la 8 inasema, kwa maana mishale yako imenichoma na mkono wako umenipata. Hamna uzima katika mwili wangu kwa sababu ya ghadhabu yako, wala hamna amani mifupani mwangu kwa sababu ya hatia zangu. Maana dhambi zangu zimenifunikiza kichwa, kama mzigo mzito zimenilemea mno. Jeraha zangu zinanuka, zimeoza kwa sababu ya upumbavu wangu. Nimepindika na kuinama sana, mchana kutwa nimekwenda nikihuzunika. Maana viuno vyangu vimejaa homa, wala hamna uzima katika mwili wangu. Nimedhoofika na kuchubuka sana, nimeugua kwa fadhaa ya moyo wangu. Kwa hiyo ndio hali ya mwanadamu wa asili kabisa. Lakini Mungu anapoingilia kati, hiyo hali inabadilika. Na huo uingiliaji kati wa Mungu ni wa muhimu sana katika maisha yetu. Katika kitabu cha Isaya 57 fungu la 21 Biblia inasema, hapana amani kwa wabaya, asema Mungu wangu. Ni kweli kabisa, sisi ni wabaya. Tangu tulipotenda dhambi, asili yetu sisi ni kufanya ubaya tu. Na hiyo imetusababisha kukosa amani mioyoni mwetu. Na unaposikia kitu kinachoitwa sabato, kwamba ni raha ya sabato, kwamba nitawapeni raha nafsini mwenu, hapa Mungu anajaribu kutuletea ujumbe ya kwamba hiyo shida tunayoipata, ama kwa kutenda dhambi, ama kwa kushinda kutenda mambo mazuri anayotuelekeza, dawa yake, dozi yake ipo ndani ya kutunza sabato. Dawa yake na dozi yake ipo ndani ya kumwamini Yesu Kristo. Wafilipi 4 fungu la 7 nasema, na amani ya Mungu ipatayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Kwa hiyo pumziko hilo ambalo Yesu analitoa, na hiyo amani ambayo Mungu ameahidi kuitoa kwa wanadamu, inapatikana kwa njia ya kuungama na kutubu dhambi na kumwamini Yesu Kristo, lakini pia inapatikana kwa njia ya kutunza sabato ambayo ndani yake unalipata hilo pumziko. Katika kitabu cha Ezekiel 20 fungu la 12 Biblia inasema, tena naliwapa sabato zangu ziwe ishara kati ya mimi na wao, wapate kujua kuwa mimi ndimi Bwana niwatakasaye. Kwa hiyo wasioitunza sabato wamekuwa wakikosa huduma hii muhimu sana inayotolewa kwa wanadamu wote kila inapofika siku ya 7 ya juma, yani Jumamosi. Yaani kuna huduma ambayo Mungu ameofa kwamba atakuwa anaitoa kwa wanadamu kila inapofika siku ya 7 ya juma, yani Jumamosi. Na hii ni free, wala huinunui. Na yenyewe inakusaidia kuwa na amani moyoni. Ni nyongeza ya ile amani unayoipata unapoungama dhambi, ni nyongeza ya ile amani unayoipata unapomwamini Kristo. Hii ipo tu ni kabando fulani hivi kanakojitegemea kaziada ambako ukalipie. Wale wasiotunza sabato wamekuwa wakikosa hiyo bando. Sababu ya kukosa huduma hii ni kuwa wanadamu walihamisha siku ya ibada kutoka Jumamosi ambayo ni siku ya 7 ya juma na kuipeleka Jumapili ambayo ni siku ya kwanza ya juma. Badiliko ambalo Mungu hakuliridhia kabisa. Umefanyika utafiti mkubwa sana kuona hili badiliko la kuitoa siku ya ibada kutoka Jumamosi kwenda Jumapili, je, lina baraka zozote za Mungu, ama kuna mahali popote ndani ya Biblia pameandikwa?
nataka nikuhakikishie utasoma kitabu cha Mwanzo mpaka Ufunuo, utakutana na andiko linaloafiki jambo hilo lililofanyika na wanadamu katika karne ya 4 hapo. Hii ilifanywa tu na wanadamu wenyewe kwa utundu wao, wala hawakumshirikisha Mungu wala hawakumhusisha Mungu kabisa. Na kwa sababu hiyo ile siku ya mapumziko, ile bando ile package ambayo Mungu alikusudia kuitoa kwa wanadamu siku ya Sabato, wamekuwa wakikosa, na wanaosababisha kuikosa ni hao waliohamishia hiyo siku. Yaani haiwezekani wewe specialist anakuambia ukutane naye siku ya Jumamosi, alafu unaenda siku ya Jumapili. Kwa hiyo utakutana naye huyo specialist wako. Ama specialist wanaenda na ratiba. Sasa hapa kuna specialist zaidi ya huyo daktari wako, anaitwa Yesu. Anakuahidi kwamba mkutane naye kila siku ya 7 ya juma ili akupatie dozi kwa ajili ya hali yako hiyo mbaya ya kiroho hiyo. Wewe unaenda siku nyingine. Hapo ndipo hasara yako inapoingia. Katika Yeremia 50 fungu la 6 Biblia inasema, watu wangu wamekuwa kondoo waliopotea, wachungaji wao wamewapoteza, wamepotosha milimani, wamekwenda toka mlima hata kilima, wamesahau mahali pao pa kupumzika. Nataka nikukumbushe kwamba mahali pako pa kupumzika ni siku ya 7. Muamini Yesu, unapata package yako pale ya furaha na amani, lakini kuna package nyingine unatakiwa uongezee kwa kumwamini, kwa kuabudu siku ya Sabato, ama kwa kumwabudu Yesu siku ya Sabato, ambayo ndani ya siku hiyo kuna package nyingine ambayo wamekuwa wakiipata wenzako, lakini wewe ulikuwa huipati kwa sababu umesahau mahali pako pa kupumzika. Tuende kwa swali lingine linalofuata. Mafundisho ya Yesu juu ya Sabato yanafunua nini kuhusu umuhimu wake? Katika mafundisho yake Yesu alikazia sana umuhimu wa utunzaji wa Sabato. Mathayo 24 fungu la 20 Biblia inasema, ombeni ili kukimbia kwenu kusiwe wakati wa baridi wala siku ya Sabato. Huyu ni Yesu anazungumzia mambo yatakayotokea baadaye kabisa. Aliona, maana yeye ana uwezo wa kuona kinachokuja. Akasema ombeni ili jambo hili la kukimbia kwa ajili ya kuangamizwa kwa mji wa Yerusalemu lisitokee siku ya Sabato. Kwa hiyo alijaribu sana kuilinda Sabato. Kwake Sabato ni ya muhimu kwa sababu hiyo ndio siku ambayo anatoa package fulani kwa watu wake, package ambayo itawasaidia sana kiroho. Lakini haisaidii kiroho tu. Package hii inakusaidia hata kimwili. Unajua utulivu wa akili, utulivu wa mwili ndio afya yenyewe. Wako watu wengi sana leo hii wana matatizo ya akili kwa sababu ya kukosa kupumzika, kwa sababu ya depression, kwa sababu ya misongo. Yesu alikusudia kwamba kwa kuipokea hii zawadi inayotolewa kila Sabato, hata misongo ipungue sana kwa maisha ya wanadamu. Yeye mwenyewe alikuwa mtiifu sana katika kutunza Sabato. Kitabu cha Luka 4 fungu la 16 Biblia inasema, akaenda Nazareti hapo alipolelewa, na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake, akasimama ili asome. Hatuonyeshi mahali pengine kwamba alikuwa na desturi hii. Yaani kwamba fungu limeandikwa kwamba akaenda kwenye sinagogi siku ya Jumapili au siku ya kwanza ya juma kama ilivyokuwa desturi yake. Hayo mafungu hamna kabisa, na hamna ni kwa sababu hakuwahi kufanya hivyo. Yeye aliyeanzisha Sabato alikuwa anajua siku ya Sabato ndio siku ambayo wanadamu wanatakiwa kumwabudu Mwenyezi Mungu, na yeye kwa sababu alikuja duniani kuonyesha mfano wa kile ambacho wanadamu wanatakiwa kifanye, basi ikampasa kila Jumamosi anaenda kwenye sinagogi. Kwa hiyo kwa mwaka mzima kuna Sabato 52. Sabato zote 52 ulikuwa ni lazima piga huo mkute Yesu yuko kanisani. Ila hizi siku zingine hizi za Jumapili, Jumatatu, Jumanne ndio ana shughuli zake za kawaida tu. Kwa Yesu alijitambulisha yeye kwamba anaiheshimu Sabato. Lakini yeye anajitambulishaje na Sabato? Yeye na Sabato kuna uhusiano gani kati yake yeye na Sabato? Luka 6 fungu la 5 Biblia inasema, akawaambia, mwana wa Adamu ndiye Bwana wa Sabato. Unaposikia mtu anasema hili gari unaloliona, hili basi unaloliona, nafanya safari zake Dar es Salaam Mbeya, hili ni gari langu. Sasa hiyo inaonyesha kwamba ni mmiliki wa hilo gari. Na kwa hiyo huwezi ukamtenganisha huyo mmiliki na gari lake. Mara nyingi hao wamiliki
muda wote ni kufanya mawasiliano tu na dereva na kondakta, mmefika wapi, hali inaendaje, gari inasumbua isumbui, hivyo. Sasa kama kuna kitu ambacho Yesu anakifuatilia kwa karibu sana ni Sabato, maana ni ya kwake, hakuna mwingine aliyeumba. Na wale waliojaribu kuweka siku nyingine ya ibada ni wivu tu, kwa sababu anaona yeye ana siku yake kaiweka pale na ishapata wateja wa kutosha, na wale wateja wanabarikiwa, wanapewa package zao nzuri tu. Mwingine naye akaona wivu, naye anzishe siku yake ili na yeye watu wao wanakuja, sijui kama anawapa package za maumivu au package za kuwasaidia, anajua yeye. Lakini huu ni ukorofi tu, na mbaya zaidi ni kwamba wale walioanza siku nyingine ya ibada wanajaribu kuwafanya watu wasiamini hii siku ya Yesu. Wewe kama umeanzisha siku yako, si uendelee na hiyo siku yako? Kwani unaambia watu kwamba hii siku haitakiwi tena? Haitakiwi wapi? Tupe mafungu basi. Hii siku ni ya Yesu na Yesu hajabadilisha. Unapotoa Sabato umemtoa Yesu. Ukirudisha Sabato, Yesu naye karudi, kwa sababu Yesu na Sabato ni kitu kimoja. Katika kitabu cha Marko 2 fungu la 27 Biblia inasema, akamwambia Sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu, si mwanadamu kwa ajili ya Sabato. Ili fungu liko hapo kwa ajili ya kulinda kupambana na hoja ya upotoshaji nyingine inayosema kwamba ni kweli Yesu ni Bwana wa Sabato, lakini hiyo Sabato ilikuwa kwa ajili ya Wayahudi tu. Sisi kwa sababu sio Wayahudi, sisi haituhusu tena. Sisi ni Wakristo, kwa hiyo kwetu sisi ni Dominika au siku ya kwanza ya juma. Inapambwa kwa maneno mengi tu. Kwamba hiyo sasa ndio Sabato. Yaani imebadili ile ya Wayahudi. Lakini mbona Yesu anasema tofauti? Yesu alisema Sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu. Haiyasema Sabato ilifanyika kwa ajili ya Myahudi. Wayahudi ni wanufaikaji tu miongoni mwa wanadamu wengine. Huwezi kumtenga Myahudi kwamba eti yeye asitunze Sabato. Yeye ndiye alikuwa wa kwanza kabisa ukabidhiwa hiyo Sabato. Ndipo baadaye ikaja kwetu sisi wengine. Ipo ndani ya amri 10 za Mungu, inawahusu wanadamu wote. Kwa hiyo hoja ile ya kwamba Sabato haituitunzi kwa sababu inawahusu Wayahudi imekosa kabisa mashiko, na ni hoja ya kutupiliwa mbali kabisa. Ina lengo tu jingine. Katika kitabu cha Mathayo 12 fungu la 11 hadi 12 Biblia inasema, akawaambia, ni mtu yupi miongoni mwenu mwenye kondoo mmoja na yule kondoo ametumbukia shimoni siku ya Sabato asiyemshika akamwopoa? Je, mtu ni bora kuliko kondoo mara ngapi? Basi ni halali kutenda mema siku ya Sabato. Kwa hiyo moja ya shida nyingine ambayo yani Sabato inashambuliwa kutoka kwa kona zote. Kona moja nasema kwamba hii Sabato ni Wayahudi. Unakutana na fungu inagoma, wanarudi tena katikati. Wanasema hii Sabato hii Yesu hakuitambua. Unaletea fungu hapo, Yesu alikuwa anatunza Sabato, imegoma, wanarudi kati. Sasa inakuja hoja nyingine kwamba hii Sabato hii Yesu alipinga sana alipokuwa hapa duniani. Lakini alipinga kwa sababu gani? Alipinga kwa sababu shetani alitaka Sabato ionekane kama jambo lisilo na huruma ili watu waione kuwa ni mzigo. Lakini Yesu aliweka Sabato mahali inapostahili. Yesu alikuwa kinyume kabisa na viongozi wa dini wanaopotosha kuhusu Sabato. Hata leo Yesu angekuwepo, angepambana sana na viongozi wa dini wanaopotosha juu ya Sabato. Wa nyakati hizo walikuwa wanapotosha tofauti. Walikuwa wanasema hivi, hii siku hii bwana, hutakiwi kutenda mema. Yaani hata kama kuna mtu pale anaumwa, anatakiwa umuinue, umsaidie, umpeleke hospitali, achana naye mpaka Sabato iishe. Sasa Yesu akawa anarekebisha hilo. Sasa viongozi wa dini wa leo wanakuambia, hawasemi hilo tena. Wanasema hii siku ya saba hii ya Jumamosi ni kweli ndio Sabato, lakini ilikuwa ya Wayahudi. Wewe achana nayo hiyo, si wa Kristo, tunaenda na Jumapili. Yesu angekuwepo leo na angewasaisha vile vile. Sababu wapotoshaji wote hao ni wapotoshaji tu. Luka 13 fungu la 14 Biblia inasema, basi mkuu wa sinagogi alikasirika kwa sababu Yesu amemponya mtu siku ya Sabato. Akajibu akawaambia mkutano, kuna siku 6 zifazo kufanya kazi. Basi njoni mponywe katika siku hizo, wala si katika siku ya Sabato. Hebu fikiria kiongozi tu wa dini amechaguliwa labda kwa mwaka mmoja hapo.
sijui ni mzee wa kanisa, anakuwa na mamlaka ya kumkataza Yesu asiponye watu huko nje. Maana wakati anatoa hayo matangazo hapo ndani ya sinagogi, Yesu alikuwa anaendelea na kazi ya kuponya watu huko nje siku ya Sabato. Akasema huyu ni vile tu Biblia imestahi. Angeweza kusema huyu ni mwehu gani huyu anaponya watu huko nje. Siku za kuponya watu ni siku 6. Leo ni siku ya kusali tu. Hivi nani ana mamlaka juu ya Sabato? Yule bwana wa Sabato mwenyewe, au wewe kiongozi uliopewa nyadhifa hapo ya mwaka mmoja? Unamfokea Yesu kabisa, alafu unaambia watu kwamba achane na Yesu, aingie ndani kusali. Kwa hiyo hii dharau kwa Yesu haikuanza leo, imeanza zamani tu. Wanamdharau, tena viongozi wa dini wanamdharau sana Yesu, wala husiki na Sabato. Yesu, watu wanasema kwa ujasiri mwingi sana siku hizi kwamba Yesu hahusiki kabisa na Sabato, wala msimhusishe Yesu na Sabato. Jamani, hivi ni kweli? Kwa sababu ya kuitetea Sabato na kuifafanua inavyopaswa kushikwa, Yesu alituhumiwa na Wayahudi kuwa ni mvunja Sabato na kuwa hakuwa ametoka kwa Mungu. Yohana 9:16 Biblia inasema, basi baadhi ya Mafarisayo wakasema, mtu huyo hakutoka kwa Mungu kwa sababu haishiki Sabato. Wengine wakasema, awezaje mtu mwenye dhambi kufanya ishara kama hizo? Kukawa matingano kati yao. No. Yesu alikuwa anaonekana kwamba anavunja Sabato. Yaani hayupo in favor na Sabato. Kama ambavyo leo pia inataka iaminishwe kwamba Yesu hayupo in favor na Sabato. Yaani haifagiliki vile Sabato. Ndivyo alivyokuwa anaonekana hata wakati alipokuwa hapa duniani. Kwa upotofu tu wa tafsiri. Katika Yohana 5:18 hadi 19 Biblia inasema, basi kwa sababu hiyo Wayahudi walizidi kutaka kumua, kwa kuwa hakuivunja Sabato tu, bali pamoja na hayo alimuita Mungu baba yake, akijifanya sawa na Mungu. Basi Yesu akajibu akawaambia, mimi naambia, mwana hawezi kutenda neno mwenyewe ila lile ambalo ameona baba analitenda. Kwa maana yote ayatendayo yeye ndiyo ayatendayo mwana vile vile. Kwa hiyo haitakuwa jambo la kushangaza kama wanaoitetea Sabato leo wataonekana ni wakorofi. Yesu alitetea Sabato akaonekana mkorofi, akapewa majina mabaya mengi sana. Na leo wako wanaoitetea Sabato wanapewa majina mabaya, wanaonekana kama vile ni washamba fulani hivi, wamepitwa na wakati, wanataka kuwabesha Wakristo mizigo ambayo ilishia msalabani na kadhalika. Lakini sio ukweli. Hiyo walioing'ang'ania Wakristo, hiyo ni dini ya kipagani, imetoka katika upagani, na sababu ya kuwekwa hiyo siku ni kumnyang'anya Yesu watu ambao walikuwa wanakwenda kwake, kumnyang'anya watu ambao Yesu alikusudia awapatie pumziko, package nzuri, na sasa wanashika siku ambayo haina utakaso ndani yake. Yesu hahusiki katika kuwapatia mibaraka na kadhalika na kadhalika. Tumefika mwisho wa swali. Kama hujaelewa unaweza kuuliza tena, lakini tunaenda kwa swali linalofuata. Ni kwa jinsi gani Wakristo wanaweza kuheshimu Sabato katika ulimwengu wa leo wenye shughuli nyingi? Hii nayo ni swali jingine ambalo limekuwa likiulizwa kwamba Sabato ni nzuri, tumeelewa, ufafanuzi wako umeshiba vizuri, lakini leo hii kweli Sabato tutaiweza kweli? Leo hii shughuli ziko nyingi sana, watu tunahangaika na maisha. Kusudi la Mungu lilikuwa mwanadamu asiwe na shughuli nyingi kiasi cha kukosa muda wa kupumzika. Hilo ndio kusudi la Mungu. Mwanadamu kwa kweli anahitaji kupumzika wakati wa usiku baada ya shughuli za mchana kutwa. Hata Yesu pia alikuwa na wakati na muda wa kupumzika, pamoja na kwamba alikuwa na ratiba ngumu sana. Kumbuka kwamba amekuja kuwakomboa wanadamu. Kwa hiyo kulikuwa na ratiba, kila siku kuna tukio hili, kuna tukio hili, anatakiwa aende mahali fulani, anatakiwa aende mahali fulani. Lakini hiyo haikumfanya kusahau muda wa kupumzika. Luka 21:37 Biblia inasema, basi kila mchana alikuwa akifundisha hekaluni, na usiku huenda kulala katika mlima uitwao wa Mizeituni. Hiyo ni ratiba ya Yesu. Sasa kuna watu ambao mchana anafanya kazi, usiku anafanya kazi, hapumziki, matokeo yake ni mabaya sana. Kwa hiyo kupumzika ni kwa muhimu. Na Yohana 9:4 inasema, imetupasa kuzifanya kazi yake yeye aliyenipeleka maadamu ni mchana. Usiku waja asipoweza mtu kufanya kazi. Kwa hiyo tutafafanua hiyo baadaye tutakaporudi baada ya mapumziko. Kwa sasa hivi tuende kwa mapumziko. Utulie ndani ya
runinga yako, usiondoke. Asante sana. Karibu tena baada ya mapumziko ya muda mfupi, na tulikuwa tukifafanua lile fungu la Yohana 9 fungu la 4 linalosema imetupasa kuzifanya kazi zake yeye aliyenipeleka maadamu ni mchana, usiku waja asipoweza mtu kufanya kazi. Swali ni hili, huo usiku kwa nini mtu hawezi kufanya kazi? Kwa sababu ni wakati wa kupumzika. Sasa dunia leo imevuruga utaratibu huo, yaani mtu katika masaa 24 anakosa muda wa kupumzika. Kawaida wataalamu wa afya wanatuambia masaa 8 uyatumie kwa ajili ya kazi ya kawaida, alafu masaa 8 yanayofuata basi utafuta namna kazi nyingine tofauti na ile ya mwanzo, na hapa unafanya maburudisho, labda mazoezi, au kunaenda kwenye bustani na mambo kama hayo, unatembelea wagonjwa, na masaa 8 yaliyobakia uende ukalale. Yaani binadamu wa kawaida anatakiwa masaa 8 ya kupumzika. Kwa hiyo huo ndio utaratibu wa kawaida wa matumizi ya siku. Lakini pia Mungu ameweka utaratibu wa matumizi ya juma. Zile siku 7 za juma zitumike vipi? Kwa kadri itakavyowezekana masaa ya mchana yatumike kwa kazi na usiku uwe wakati wa kupumzika. Mungu ameweka utaratibu wa kutumia siku 7 za juma, na utaratibu huo upo katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 5:13 hadi 14. Biblia inasema, siku 6 fanya kazi, utende mambo yako yote. Hapa Mungu anahimiza juhudi katika kufanya kazi, kwa sababu pia watu wengine hawatumii juhudi ya kutosha katika kufanya kazi, hawafanyi mambo yao yote. Matokeo yake kipato chao, uchumi wao umekuwa chini. Leo hii kama tungesikiliza vizuri hili agizo hili la kufanya kazi siku 6 kwa bidii na kwa juhudi, tukiwa tunapumzika masaa ya usiku, hali yetu ya uchumi, hali ya afya zetu ingekuwa nzuri kabisa. Lakini siku ya 7 ni sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote wewe, wala mwana wako, wala binti yako, wala mtumwa wako, wala mjakazi wako, wala ng'ombe wako, wala punda wako, wala mnyama wako yeyote, wala mgeni aliye ndani ya malango yako, ili mtumwa wako na mjakazi wako wapumzike vile vile kama wewe. Siku moja unayopumzika kwa juma haikupunguzii chochote, ila inakupa uwezo wa kurejesha nguvu zilizopotea, ili uzitendee haki siku 6 za kazi zinazofuata kwa usalishaji wenye tija. Na kwa sababu hiyo, shughuli nyingi haziwezi kuwa kikwazo kinachokubalika cha kutoheshimu sabato kwa Wakristo wa ulimwengu wa leo. Amri hii haikusudii kuwafanya watu kuwa wavivu au wasitafute mafanikio ya kiuchumi. Kinyume chake, inahimiza watu wote kufanya kazi kwa bidii katika siku 6 za kazi. Kule kupumzika kuna kuagizwa hapa ni katika lengo la kumwezesha mwanadamu kutoa mchango mkubwa zaidi wa kiuchumi. Matendo 16:13 hadi 15, Biblia inasema, hata tukatoka nje ya lango, tukaenda kando ya mto, ambapo tukadhani ya kuwa pana mahali pa kusali, tukaketi, tukasema na wanawake waliokutana pale. Mwanamke mmoja jina lake Lydia, mwenye kuuza rangi za zambarao, mwenyeji wa Tiatira, mcha Mungu, akatusikiliza, ambaye moyo wake ulifunguliwa na Bwana yatunze maneno yaliyonenwa na Paulo. Hata alipokwisha kubatizwa, yeye na nyumba yake, akatusia akisema, kama mmeniona kuwa waaminifu kwa Bwana, ingieni nyumbani kwangu mkakae. Akatushurutisha. Huyu mwanamke alikuwa anafanya kazi zake za kutengeneza zambarao, yani mjasiriamali kifupi. Unaona? Kuweka msisitizo juu ya agizo la Sabato
hakukusudii kuwakusanya pamoja wavivu, wasio na vision ya maisha, yasio na vision ya maendeleo. Hata hawa waliokuwa wamekusanyika hapa walikuwa watu na shughuli zao, wamechangamkia kazi zao katika siku 6, siku ya 7 wanaenda kupumzika. Wana maokoto yao, wana mapato yao, wana maisha yao mazuri, wanamfurahia Bwana. Sasa shida iko wapi? Yaani kufanya kazi kwa siku 6 alafu siku ya 7 upumzike ili upate nguvu zaidi. Siku inayofuata urudi kazini kwa nguvu kubwa sana. Au kuna ushahidi wapi unaonyesha kwamba watu wakipumzika siku moja katika zile siku 7 wanakuwa maskini? Huo ushahidi uko wapi? Kinachoonekana ni kwamba watu wanapokosa kupumzika ndipo wanaharibu afya zao na hata wengine wanazidi kuwa maskini. Tusomee swali linalofuata. Ni zipi baadhi ya imani potofu za kawaida kuhusu Sabato? Ndugu yetu ametaka kujua baadhi ya imani potofu kuhusu Sabato. Imani potofu kuhusu Sabato zilianzia kipindi Yesu akiwa hapa duniani. Wayahudi walidhani kwamba kuponya siku ya Sabato ni dhambi. Hiyo ni mojawapo ya imani potofu. Luka 13 fungu la 14, Biblia inasema, basi mkuu wa sinagogi alikasirika kwa sababu Yesu amemponya mtu siku ya Sabato. Akajibu akawaambia mkutano, kuna siku 6 zifaazo kufanya kazi, basi njoni mponywe katika siku hizo, wala si katika siku ya Sabato. Hii ni imani potofu au fundisho potofu kuhusu Sabato. Kwa bahati mbaya kuna baadhi ya Waadventista wa Sabato pia wana misimamo mikali sana inayopitiliza. Yaani wakiwa na mgonjwa hawawezi kumchukua wakampeleka hospitali. Wanadai kwamba tunasubiri Sabato iishe ndipo tumpeleke. Haya, wengine wameenda mbali, wakiwa na mgonjwa hawezi kumpa damu, wakiwa na sababu zao mbalimbali. Haya, wengine kwa mfano umetembelewa na mgeni na akakuta umemaliza chakula chote ulichokuwa umekiandaa siku hiyo, lakini huna shamba mahali ambapo unaweza kwenda kuchimba viazi umchemshie, lakini dukani pale kuna chakula ambacho unaweza kwenda kununua, labda ni unga umsongee ugali. Mtu mwingine anaona kwamba hapana, siwezi kununua siku ya Sabato. Kwa hiyo anamwambia mgeni, utanisubiri mpaka Sabato ishe ili nikakununulie unga pale. Au una matoto yako ya viazi yako hapo, huwezi kuchimba ile matoto ya viazi ukamchemshia huyu mgeni, mwambia subiri mpaka Sabato ishe ndipo nitakuchemshia viazi. Na ametoka huko alikotoka hajala, kwa hiyo mnakaa naye hapo anapiga miayo tu hapo na unajiita kwamba wewe ni Msabato. Hiyo sio. Hayo ndio mambo ambayo Yesu alikuwa anagombana na Wayahudi hayo. Sabato haiko kama mzigo. Sabato ukikutana na mtu ambaye uhai wake uko hatarini, hapo ndio wakati wa kumsaidia huyo mtu. Na ukimsaidia mtu ili umponye asife, hata kama kwa kufanya hivyo umetumia nguvu nyingi, umetoka jasho jingi, hujavunja Sabato. Wayahudi walikuwa na dhana potofu kuwa kujitwisha mzigo siku ya Sabato pia ni dhambi, hata kama mzigo uliobeba umetokana na kuponywa. Yohana 5 fungu la 8 hadi la 10, Biblia inasema, Yesu akamwambia, simama, jitwike godoro lako uende. Mara yule mtu akawa mzima, akajitwika godoro lake akaenda nayo. Ilikuwa ni Sabato siku hiyo. Kwa sababu hiyo Wayahudi wakamwambia yule aliyeponywa, leo ni Sabato, wala si halali kwako kujitwika godoro. Hawa nao walikuwa na imani potofu. Na hizi imani potofu za namna hii kwa kweli zinawahusu zaidi wa Sabato wenyewe wanaotunza Sabato. Yaani wanaipa picha mbaya ile Sabato. Kitu ambacho Yesu angekuepo leo angewakemea na kuwafokea sana. Wayahudi walikuwa na dhana potofu kuwa kupita shambani siku ya Sabato ili kujitafutia chakula cha kujikimu na njaa ni dhambi. Yaani wewe umetembea, njaa imekushika. Siku hizi kuna vibanda vya chipsi, kuna nini. Sasa zamani hizo hamna vibanda vya chipsi. Yaani unaona jamani shamba sili hapa tuingie hapa tupure nafaka au labda mihogo hivyo, unakuta kuna mihogo hapo, unang'oa mihogo ni shambani kwako au shamba la ndugu yako, mnakula, mnaendelea na safari, mmepata nguvu. Hiyo kwa Wayahudi ilikuwa ni kosa. Luka 6 fungu la 1 hadi la 2, ikawa siku ya Sabato moja alikuwa akipita katika mashamba, wanafunzi wake wakiwa wakivunja masuke na kuyala, wakiyapukusa mikononi mwao. Basi baadhi ya Mafarisayo wakamwambia, mbona mnafanya lisilo halali siku ya Sabato?
Hivyo wao ndio wanajua kwamba hili sio halali au ni Yesu ndio anayejua. Kama nilivyosema pale mwanzo, siku ya Sabato inaruhusiwa kufanya jambo jema la kuokoa maisha yako mwenyewe au ya mtu mwingine. Imani potofu kuhusu Sabato katika kipindi cha Ukristo ni kudhani kwamba Sabato inawahusu Wayahudi peke yao. Yesu anakanusha dhana hiyo. Marko 2:27 akawaambia Sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu, si mwanadamu kwa ajili ya Sabato. Kwa hiyo wale wanaoendelea kuzusha maneno kwamba Sabato inawahusu Wayahudi peke yake ili kuwafanya wale wasio Wayahudi wajihisi kwamba hawalazimiki kuitunza Sabato, wanakosea, ni upotoshaji. Sabato haikuletwa hapa duniani kwa ajili ya Wayahudi. In fact, Sabato ilianza juma la kwanza la uimbaji. Mungu alipomaliza tu kuumba dunia na Adamu na Hawa akawapatia Sabato. Wakati huo palikuwa hakuna Myahudi. Myahudi ni kwa Kiingereza ni Jews. Watu waliotokana na ukoo wa Ibrahimu. Ibrahimu akamzaa Isaka, Isaka akamzaa Yakobo, Yakobo akazaa wale 12 ambao ni wana wa Israeli. Baadaye makabila 10 yakasambaa yakaenda huko Syria, makabila mawili ya Benjamin na Yusufu wakachukuliwa utumwani Babeli. Na walipotoka kule Babeli hawa ndio wakaita Wayahudi, makabila mawili yaliyobaki baada ya 10 kusambazwa. Na sasa hawa unapotaka kutuaminisha kwamba ndio Sabato inawahusu wao, na ile Sabato iliyotolewa kabla yao ilikuwa inawahusu watu gani? Huko ni kupotosha watu. Yaani kama utunza Sabato kumekushinda, nadhani jambo bora zaidi ni kutulia tu na kuambia watu kwamba jamani, mimi imenishinda, kuliko kufanya nini? Kupotosha watu. Marko, imani nyingine potofu kuhusu Sabato ni kudhani Sabato haitakuwepo kwenye nchi mpya. Maana watu wanasema kwamba hii Sabato si hapa duniani, huko mbinguni hakuna Sabato wala katika nchi mpya hamna Sabato. Lakini Isaya 66 fungu la 22 hadi 23 inasema kingine, kama vile mbingu mpya na nchi mpya zitakavyokaa mbele zangu, asema Bwana, ndivyo uzao wenu na jina lenu litakavyokaa. Na itakuwa mwezi mpya hata mwezi mpya, na Sabato hata Sabato, wanadamu wote watakuja kuabudu mbele zangu, asema Bwana. Kwa hiyo Sabato itakuwepo kwenye nchi mpya. Baada ya kumaliza kukaa mbinguni kwa miaka 1000, tutakuja hapa duniani, Sabato itaendelea kuwepo. Na hata tukiwa mbinguni pia Sabato itakuwepo. Wakati fulani unaweza mtu usielewe kwamba hivi hiyo siku ya Sabato inatofautiana na siku zingine. Kwa sababu kama ni kuchomoza kwa jua, jua linachomoza huku mashariki, linazama magharibi kama kawaida. Na halafu hiyo siku huwezi kutofautiana na siku zingine. Tofauti ya hiyo siku na siku zingine huipati kwa kuangalia kwa macho. Mungu anadai kwamba siku hiyo ya saba aliibariki na kuitakasa. Na kubariki na kutakasa maana yake sio jambo linalofanyika kwa wakati fulani tu likaisha. Yaani ni Mungu aliitenga. Yaani ukisikia mtu amebarikiwa, ni amebarikiwa. Aliyebarikiwa hawezi kuwa maskini. Yaani ukishabarikiwa wewe unabaki na baraka. Kama ulipata uzuri basi utabaki na huo uzuri, kama ulipata akili utabaki na hizo akili, kama ulipata utajiri utabaki na huo utajiri. Yaani wako wako milele, umebarikiwa. Sasa siku ya saba ilipewa huo mbaraka, hakuna mwenye kuondoa, hata Mungu mwenyewe hawezi kuondoa. Uko hapo. Wewe unautambua, huutambui, lakini wenyewe uko tu hapo. Wale wanaotambua unaendelea kuwabariki. Kwa hiyo kuna tofauti kati ya siku hiyo ya saba na siku nyingine. Kwa hiyo kwa mfano mtu anapokuja na wazo la kipuuzi la kutaka kuhamisha utakatifu kutoka siku ya saba kupeleka siku nyingine, unamhoji kwamba hivi ni wewe ndiye uliweka huo utakatifu kwenye hiyo siku mpaka uwe na mamlaka ya kuondoa na kupeleka kwingine? Yaani wewe una uwezo wa kuhamisha, lakini huna uwezo wa kuweka huo utakatifu kwenye hiyo siku. Sio kwamba unacheza na akili za watu. Mwenye uwezo wa kuhamisha kilichobarikiwa, ukifanya hakijabarikiwa, ni yule aliyekibariki tu. Na Mungu hawezi kufanya hivyo. Mungu akishakubariki ameshakubariki. Kwa hiyo utakaso wa siku hiyo ya saba hauwezi kuhamishiwa siku ya kwanza ya juma kama wanavyodai waliohamisha siku ya ibada kutoka Jumamosi na kuipeleka Jumapili. Unapofanya kazi na kutopumzika siku ambayo Mungu anaitumia kubariki na kutakasa wanadamu, unajikosesha mibaraka wewe mwenyewe, na ni dhahiri jambo hilo linaathiri mahusiano yako na Mungu.
kwa sababu kuna vitu ambavyo Mungu anakosa kuvifanya kwako ambavyo angeweza kuvifanya, kuviboresha. Kwa hiyo mahusiano yako yanaathirika. Yaani wewe unaenda kukutana na Mungu siku ambayo hajapanga kukutana na wewe. Na alafu anatokea mtu anasema kwamba mimi ndiye yule niliyekuahidi kwamba uje tukutane na wewe. Lakini siku mlioahidi na huyo mtu ni tofauti kabisa na hiyo uliofika. Unaamini kwamba bado ni yule au huyo ni tapeli tu. Siku ya 7 ya juma ilitengwa na Mungu kwa ajili ya ibada. Katika ibada hiyo inayofanyika siku ya Sabato, mwanadamu hupata fursa ya kumwabudu Mungu kwa uumbaji wake na kwa ukombozi wake. Ufunuo 4 fungu la 11 Biblia inasema, umestahili wewe Bwana wetu na Mungu wetu kupokea utukufu na heshima na uweza, kwa kuwa wewe ndiye uliyeviumba vitu vyote, na kwa sababu ya mapenzi yako vilikuwako navyo vikaumbwa. Sababu ya kumwabudu Mungu siku ya Sabato ni mbili. Moja, Mungu aliumba dunia kwa siku 6. Na akasema ili kukumbuka tukio hili lisilo la kawaida, nataka muwe mnaniabudu siku ya 7. Kwa hiyo unapoenda kwenye siku ya 7 tunaenda kutambua uumbaji wa Mwenyezi Mungu katika maisha yetu. Na sababu ya pili ni ukombozi. Katika Ufunuo 5 fungu la 9 Biblia inasema, nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kukitoa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake, kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa, ukawafanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu, nao wanamiliki juu ya nchi. Kwa hiyo sababu ya pili ya kumwabudu Mungu ni kwamba Mungu alitununulia ukombozi, alitununulia wokovu pale msalabani. Sasa wokovu ulikamilishwa lini hapo msalabani? Ulikamilishwa siku ya Jumamosi, maana Kristo alipumzika kaburini. Sasa ili ukumbuke kifo cha Kristo, unatakiwa upumzike siku ya Sabato. Leo tunaambiwa kwamba Jumapili imewekwa kwa ajili ya ibada kwa sababu ya kukumbuka ufufuo wa Kristo. Lakini hakuna mahali ambapo pamesema ufufuo wa Kristo ukumbukwe kwa njia ya ibada, isipokuwa ibada ni kwa ajili ya kukumbuka ukombozi Yesu aliowanunulia wanadamu pale msalabani siku ya Ijumaa na akapumzika kaburini siku ya Jumamosi. Ibada hiyo iliyokuwa imekusudiwa kufanya siku ya Sabato inapohamishwa siku nyingine ya juma bila idhini ya Mungu, hupokelewa na yule aliyesimamia zoezi hilo la mabadiliko. Yaani haya mambo ya kuhamisha siku ya ibada kutoka ile Mungu aliyoiweka kwenda ile wanadamu walioichagua, usidhani kwamba ni jambo dogo. Dogo sana. Huo ni mkakati wenye makusudi maalumu, na yuko anayeusimamia huo mkakati. Hebu tuone tukamwangalia huyo mtu. Sijui mtu au ni kiumbe. Wathesalonike wa pili 2 fungu la 3 hadi la 4 Biblia inasema, mtu awaye yote asiwadanganye kwa njia yoyote, maana haiji usipokuja kwanza ule ukengeufu, akafunuliwa yule mtu wa kuasi. Mtu wa kuasi, makio, mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu, ana majina mengi huyo. Yule mpingamizi, sifa 3, ajinuaye nafsi yake juu ya kila kiitwacho Mungu ama kuabudiwa, sifa 4, hata yeye mwenyewe kuketi katika hekalu la Mungu akijionyesha nafsi yake kana kwamba yeye ndiye Mungu. Kwa hiyo kuna kiumbe ambaye analenga kupokea hizo ibada zote zinazofanyika kwenye siku ambayo wanadamu walianzisha. Huyo ameitwa ni mharibifu, huyo ni muasi, lakini moja ya vitu vyake anatamani sana kupokea sifa kutoka kwa wanadamu. Na kwa ujumla ndiye amekuwa akipokea sifa zinazotolewa kwenye hiyo siku ambayo yeye ndiye muasisi wake. Yaani huwezi kusema kwamba anafanya faulu hata kisheria tu. Yeye akisema kwamba jamani, watu wote wanaoabudu kwenye hii siku hizo sifa zote na ibada zote ni za kwangu. Ni mali gani Mungu anaweza akasema hapana, hizo sifa ni za kwangu? Atamwambia hapana, wewe siku yako si ile siku ya Sabato. Wanaokuja kule ndio wa kwako, au wanakuja huko wa kwangu. Na yuko sawa kabisa. Kwa hiyo huu ni mkakati uliotengenezwa kwa makusudi ili kuwapotosha wanadamu wafanyie shetani ibada. Katika Wakorintho wa pili 4 fungu la 3 hadi la 4 Biblia inasema, lakini ikiwa injili yetu imesikitirika kwa hao wanaopotea, ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao wasioamini, isiwazukie nuru ya injili ya utukufu wake Kristo aliye sura yake Mungu. Umesikia, shetani anaitwa Mungu wa dunia hii. Amewapofusha watu akili. Na jambo hili la kupofusha akili ni kweli kabisa.
kwa sababu maelezo haya ninayoyatoa hapa yako wazi, yani wala hayana ukakasi. Na kama unadhani kuna ukakasi mahali, mimi nakuruhusu utauliza tena swali lingine. Lakini kimsingi yako wazi. Kwa nini yanakuwa vigumu sana kuyafanyia maamuzi kwa baadhi ya wanadamu? Kwa sababu akili zimefungwa. Hili jambo ni la kiroho. Wewe unahitaji kuomba sana na kufunga ili Mungu akusaidie kulielewa hili fundisho, kwa sababu fundisho hili lina mikataba na kuzimu. Kuna mikataba na kuzimu ambayo imeingizwa hapo ndani. Mnufaikaji mkubwa akiwa ni shetani. Achana na hao wapambe na chawa wanaolipigia debe jambo wasilolijua. Lakini nyuma yake yuko shetani ambaye anapokea utukufu wote unaohusiana na jambo hili. Katika kitabu cha Marko 7 fungu la 7 hadi la 9 Biblia inasema, nao waniabudu bure wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Ninyi mwaiacha amri ya Mungu na kuyashika mapokeo ya wanadamu. Akawaambia, vema, mwaikataa amri ya Mungu mpate kuyashika mapokeo yenu. Yaani swala la ibada Jumapili ni mapokeo. Haipo kwenye amri yoyote ya Mungu. Na Yesu anasema, okay, mmechagua kuwafuata wanadamu, fine. Unajua uzuri wa Yesu ni kwamba hatumii nguvu kulazimisha watu, ila anatumia nguvu kuwaelimisha watu. Na hapa mimi natumia nguvu kubwa sana kukuelimisha wewe, maana amenituma kufanya hivyo. Lakini baadaye maamuzi ni ya kwako. Na anaposema vema, yani ukishamsikia mtu mkubwa anakuambia, kwa hiyo umekataa ushauri wangu, okay, sawa. Usidhani kwamba hilo jambo ni jema, hata kama amesema ni vema. Ina maana kinachokwenda kukupata wewe ni kibaya. Hapo ndo mahali pa kujiuliza kwamba huyu mkubwa kaongeaje? Na mimi ningetamani wewe ufanye maamuzi sahihi. Hujachelewa sana. Ndio maana hili jambo lilikuja kwako kwa wakati kama huu, ili uweze kulifanyia masahihisho. Na kwa hiyo nimejaribu kuzungumzia uhusiano wetu na Mungu unaimarishwa sana juu ya Sabato. Niwashukuruni sana wale mliofuatilia kipindi hiki. Tumekuwa na ufafanuzi wa kina juu ya maswali yaliyoletwa kwetu. Ili kama kuna mahali unahitaji kuuliza, namba yangu ni 0764600362. Naitwa Mchungaji Steven Leta. Ninaenda kufunga, ninakusii mahali ulipo, inamisha kichwa chako tupate kuomba. Baba yetu mwema mbinguni, asante kwa ajili ya kipindi cha leo. Tumejifunza mengi kupitia maswali yaliyoulizwa na watazamaji wetu. Pale ambapo hapajaeleweka, Roho wako Mtakatifu akaendelee kuwafafanulia ili hatimaye wafanye maamuzi sahihi ya kuokoa nafsi zao. Ndilo ombi letu katika jina la Yesu Kristo. Amina.